kwanza. Ni kipindi cha Good Morning Africa, wakati ambapo namna yetu tamatisha. Kile kitu ambacho unaweza kifanya kwa wakati huu basi ni kuchukua muda wako, basi simama na kituo hiki kufikia malengo yake uratibu. Kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza fanya hivyo kwa kuweza kutuma kupitia paybill number ni 625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao ya kurusha pesa. Paybill number ni 625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Unaweza kutupata vile vile kwenye kupitia tovuti yetu kantona.digital. Enda pale, tafuta, ambapo mengi tu habari zetu tunakuwekea pale. Kwenye maeneo mengine yote majukwaa unatupata vile vile vizuri sana. Hatua hii ambayo ni ya kutamatisha sehemu ama Good Morning Africa ni kwamba ni sehemu ya chuma unaochuma. Aina 3 za watu watakao kuacha peke yako katika safari yako ya mafanikio. Ujumbe wangu leo kwenye chuma unaochuma, aina 3 za watu watakao kuacha peke yako katika safari yako ya mafanikio. Mtu wa kwanza ni watu watakaa mbali na wewe kwa sababu wanaona unaelekea kufeli. Watu wakiona unaelekea kuanguka, hakuna anataka kuassociate na mtu ambaye anaenda kuanguka. Watu watakaa pembeni. Mtu wa pili ama watu wa pili ama mkumbo wa pili ni watu wanaenda mbali na wewe ikiwa ni njia ya Mungu kukusaidia. Kuna wakati Mungu anaweza amua kukusaidia kwa kukuondoa kwenye maeneo fulani ama kwa urafiki wa watu fulani, kwa sababu anataka kupeleka kwenye viwango. Sasa anakuondoa, ule ushirika wa wale watu unakosekana, ili akadhihirike kwamba ni Mungu ambaye anakubeba. Kitu cha 3 ni ambao hawaamini katika uwezo wako. Kuna watu ambao they will never believe in your potential. Hawezi wakaamini kwamba una uwezo. Ya? Watabidi watakaa mbali kwa sababu hawaamini kwamba una potential, hawaamini kilicho ndani yako kwamba kinaweza kuwa kikubwa na wakakikuza. Wataamua kukaa mbali pembeni kwa sababu hawaamini. Ya? Hivi ni vitu vitatu, ama hao ni watu watatu ambao inabidi uweze kujichunguza na ukawachunguza iwapo wa kwenye maisha yako, kwamba leo singependa kuongea kwa wote, wacha nikachukue tu mkumbo mmoja wa kuongea kwa mtu watatu huyu, ambao hawaamini katika uwezo wako, Huyu mtu watatu wanaona kama unalazimisha vile. They don't believe in your potential. Kuna wengine watakuambia na kisha kukukimbia. Watakueleza na watakimbia, watakutoroka. Ila kuna wengine watachomoka kimya tu, hawezi kuambia wanatoka. Wengine watakuambia na wataenda. Kuna wengine hawatakuambia, watachomoka kimya wakienda. Usiwalazimishe kukuamini. Mbona unawalazimisha kukuamini? Kazana kufanya mambo makubwa pasipo kuwafuata. Yani wewe wamekukimbia kimya, wengine wamekueleza tu mpeupe peku tu machoni hivi, galiloni tu na amoni nde ya wamekueleza tu, alafu bado unazidi kufukuzana na wao. Pambana na kile ambacho nakiaminia, usilazimishe kukuamini. Kazana kufanya mambo makubwa pasipo msaidizi wao. Ukiachwa na watu haimaanishi hutafanikiwa. Ni hatua muhimu kuelekea mafanikio yako. It's part of the process. Usiogope kama kubakia peke yako. Unaogopa, sasa nikibaki peke yangu kutakuwa aje? Nilikuwa nimezoea hiyo company. Nilikuwa nimezoea. Kuna wakati inabidi utalazimika kukaa peke yako. Never be afraid to remain alone. Never be afraid to remain alone.
uko kwenye isolation stage, yeah. Sina shaka utashinda changamoto unayopitia. Uko kwenye isolation stage, sina shaka utashinda, na siku moja utakuja sema, kwenye chuma unaochuma nilisikia neno hili na likanisaidia sana. Hapo kwenye isolation stage, anza kufikiria. Hapo kwenye isolation stage, rudi kwa shule, somea taaluma. Ya, usiseme kwa sababu ulisomea tu labda kukuwa daktari, hauwezi ukasomea taaluma zingine. Watu wana mataaluma, amesoma kwenye eneo la uhasibu, unapata anatokezea katika eneo la wanahabari. Unapata alisomea walimu, kuwa mwalimu wa fasihi na literature, anampata amekuwa. Kuna people change professions. Wanabadilisha, si wanakwama tu kwenye eneo moja. Unajua, mimi nilienda shule nikasomea kuwa mhasibu. Sasa kama benki hazikuchukui, kama procurement hazipo, clearing and forwarding haziko, sasa utabakia tu pale. Unakuwa mtu wakati unacheza kama midfielder, unaweza saidia nyuma, unaweza kuja katikati, unaweza funga mabao. You are utility player. Usikwame tu mahali moja, unajua mimi ningekuwa tu hii. Hapana. Unakuwa dynamic, unabadilika unabadilika. Acha ni nyamaze. Iwapo leo ukiambiwa kwamba ukuwe mwanahabari na inabidi ufanye kazi za idara kama idara ambazo ziko kwenye wanahabari zaidi, yani ujipate kwenye hizo idara zote, unafikiria ni kazi ambayo unaweza kuwa ni alele mama, ambayo unafikiria ufanye kazi zote ambazo zinahitajika ufanye na inabidi uweze kufanya. Unaweza pata kwenye mataasisi mengine hizo department ziko, kila mtu anafanya sehemu yake, na kuna taasisi zingine ambazo sasa inabidi sasa ukiwa wewe hata kuwasha generator ikushinde jamani, then you think that things will work out. No, when in isolation, jifunze kufanya kitu fulani ambacho kanaweza kusaidia kupita mahali, na hiyo ndio chuma unaochuma.